Hilo ni swali ambalo linakuwa likiulizwa pia, ya kwamba kuna watakatifu duniani, na hawa watakatifu wana nafasi gani? Unaona? Sasa ninaomba tuweze kuangalia tena kwa makini, nawe ufuatilie vizuri. Biblia inakili kuna watakatifu, hachana na waliokufa, wako hai. Sasa angalia kitu cha kwanza hapo, ndio kitu cha kwanza tunatakiwa tukiangalia kwamba watakatifu, je, wapo duniani leo? Na kama wapo, je, hata hawa watakatifu wana nafasi gani kwa hawa wanaishi? Katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 24 anasema hivi: wasalimuni wote wenye kuwaongoza na watakatifu wote, hao walio wa Italia wawasalimu. Kumbe nini? Paulo anasema wasalimuni wote wanaowaongoza na watakatifu hao pia muwasalimie. Kwa hivyo watakatifu wapo, akiwa Paulo yupo na anasema kuna watakatifu muwasalimie hao. Lakini pamoja na hivyo, katika kitabu cha Tito tunaambiwa mtu atakayekuwa anahitaji kazi ya uaskofu, kati ya sifa anazotakiwa kuwa nazo ni kuwa mwenye haki na mtakatifu. Anasema katika Tito 1:7 anaanza, maana imempasa askofu awe mtu asiyestakiwa neno. Unaona mstari wa 8 anasema, bali awe mkaribishaji, mpenda mema, mwenye kiasi, wenye haki, mtakatifu. Kwa hivi kumbe kuna mtakatifu ambaye anachaguliwa kuwa askofu. Kwa hivyo hapa tumeshatoa ya kwamba si lazima mtu awe amekufa ndio hata tuanze kuadhimisha ya kwamba huyu ni mtakatifu. Mtakatifu anawezekana mpaka hata akiwa yuko hai. Kuna mafungu kede mengi yanayokuja kutuonesha ya kwamba kuna watakatifu na mtu anaweza kuwa mtakatifu akiwa bado anaishi. Kwa hivyo hakuna sehemu anapokwenda kutakatifuzwa ili awe mtakatifu tena yupo nje na duniani. Maana anasema hata Yesu atakapoanza kuja, atakapomaliza kazi ya uombezi, maana kuna kazi ya uombezi Yesu anafanya. Akikwisha kukamilisha, anasema katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 11 anasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kuwa na haki, azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Kwa hivyo Yesu anapokuja anakuta kuna watakatifu, kama atakuta kuna hawa watakatifu wazidi kutakaswa wakiwa duniani. Kwa hivyo wapo watakatifu kwa mujibu wa maandiko. Na sasa ila hiyo naomba sasa niweze kuiweka vizuri, maana pia inawezekana ikaweza kutafsiriwa tofauti. Hiyo haimaanishi ya kwamba hawana dhambi. Hapana, haimaanishi hawana dhambi. Na kama kuna mtu anasema hana dhambi, basi huyo tayari amekwisha kuingia katika jina la kufuru. Hakuna ambaye hana dhambi. Hakuna. Hilo nalo linatoka katika kitabu cha Mhubiri. Hapo niweze kupigilia msumari kabisa ili mtu asitoke amenukuu vibaya. Na anasema Mhubiri 7:20, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Kumbe yupo mwenye haki, lakini si huyo mwenye haki ya kwamba anafanya mema tu na hafanyi dhambi. Unaona kumbe anawezekana bado anafanya dhambi kwa kuwa ni mwanadamu, lakini bado ataitwa mtakatifu, si kwamba ana dhambi. Yule ana dhambi ni mmoja na ni Mungu, ndio anaitwa holy. Sisi hata mtakatifu awe wa aina gani ataitwa saint pekee, ila yule anatakiwa kuwa holy ni Mungu peke yake. Sasa ubaya ni mmoja. Unisikilize kwa makini. Ubaya ni mmoja. Mchango wa hawa watakatifu, unaona kuna wale wanasema watakatifu wale wameshakufa wawaombee watu walio hai.
huo ni mkorogo na huo ni uongo. Katika katekisimu inasema wanaombea wale wako duniani. Sasa uone vile ambavyo inapingana na maandiko. Katika katekisimu Katoliki sura ya 64 katekisimu ndogo hii inasema katika swali la 83 anasema watakatifu ni akina nani? Angalia uongo wa kwanza, anasema watakatifu ni watu walioishi kama sisi. Hiyo ni kitu ya kwanza ambapo tunaanza kuona uongo wa kwanza, sio walioishi, hata wanaoishi sasa hivi. Swala la pili sasa anasema hivi katika swali la 85 wanaoshirika hao wanawasaidia vipi? Wanaoshirika hao wanawasaidia vipi? Ya pili B anasema hivi, maana wanaoshirika imeandikwa wanaoshirika. Ushirika wa watakatifu ni nini? Ushirika wa watakatifu, ili tuelewane hapo. Katika swali la 82 anasema maana yake uhusiano wa kiroho uliopo kati ya waumini wa duniani, watakatifu mbinguni na marehemu toharani. Kwanza tunaona kumbe watakatifu wanatajwa kuwa wako mbinguni. Kwa hivyo tunapokuja huku kwenye swali la 85 kueleza ya kwamba ushirikiana vipi, kumbe tunakuja kuona ni wanaushirika wale waumini wako duniani, watakatifu mbinguni na wale wako toharani. Tuko sawa sawa Sasa kitu cha kuangalia ni hiki hapa. Katika jibu B inasema hivi, watakatifu mbinguni huwaombea Wakristo duniani na Wakristo huwaheshimu na kuwaomba msaada na kuiga mifano yao. Kwa hivyo watakatifu mbinguni huwaombea Wakristo wapi? Duniani. Sasa kama walioko, kwanza uongo wa kwanza ni kwamba hakuna wanaoombea watakatifu. Wale watakatifu wanaombea watu chini, hiyo kitu hakipo. Lakini sasa sikiliza andiko linavyosema kuhusiana na watakatifu. Sawa Katika kitabu cha Waefeso kinatoa majibu vizuri. Sasa kazi itakuwa ni kwako kufuata maandiko au kufuata hizi mapokeo ambayo Yesu anasema. Ngoja niweze kuisoma hiyo alafu nimalize. Waefeso sura yake ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wake ni wa 18. Anasema hivi, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hili na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kumbe mimi ndio nayeombea na watakatifu wengine wote, naombea watakatifu wote. Huu uongo unasema ni watakatifu wa mbinguni wanaombea watu wa duniani washiriki. Biblia inatuelekeza ya kwamba sisi tulio hai tuweze kukesha tena tukidumu katika sala kuwaombea watakatifu. Unaona Kwa hivyo wazo kwako na maelekezo yako, ikiwa ni Mkristo wa kweli, unapojua uongo ni gani na ukweli ni upi, wewe utajua ni kipi cha kuweza kufuata. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kitabu cha Marko kinaeleza leo, maana yule anatuombea sisi si watakatifu. Na kwanza hakuna wale wako kule kwa ajili ya kuomba. Anayefanya kazi ya maombezi ni Yesu mwenyewe. Anasema katika sura ya 7. Sasa maamuzi yatakuwa ni hapo. Marko 7 mstari wake wa 8 na wa 9. Sikiliza. Anasema ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu.
akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Kumbe kuna mapokeo ya watu wanashika hayo, alafu wanaacha maagizo ya Mungu. Mungu vile anavyoelekeza wanakuja kuelekezwa tofauti, ndivyo yanashikwa hayo, yanaachwa ya mbio ya Mungu. Sasa wewe kama unampenda Mungu, ndugu yangu, fata iliyo kweli, nasi tulifuate maandiko, maana neno la Mungu ndio kweli, na tutatakaswa kwa hiyo na kuachwa huru kweli kweli.